Ukichukua wananchi kwa sasa hivi hawana uhuru kama ilivyokuwa, kwamba sasa hivi Watanzania wanaishi kwa uoga, sio kama ilivyokuwa wakati wanaishi kwa uoga. Na mtazamaji wangu, waziri mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Jaji Joseph Warioba ametoa kauli inayozidi kujadiliwa, na kauli hii imekuwa mjadala mpya wa kisiasa nchini. Katika mahojiano maalum aliyoweza kuyafanya, kauli hiyo imekuja wakati ambapo Tanzania inaendelea kushuhudia mjadala mkubwa kuhusu mustakabali wa siasa, utawala, demokrasia na nafasi ya wananchi katika masuala yanayozidi kugusa nchi. Jaji Warioba sio mgeni katika mijadala mikubwa ya kitaifa. Akiwa waziri mstaafu, ni mmoja wa viongozi waliowahi kushiriki nafasi maalum katika historia ya Tanzania. Kauli zake mara nyingi huangaliwa kwa jicho la pekee kutokana na uzoefu wake ndani ya serikali na katika masuala muhimu ya kitaifa. Ila mtazamaji wangu, kabla niweze kukufahamisha zaidi, kwanza kabisa, iwapo ni mara yako ya kwanza kupatana na video zetu, itakuwa ni jambo jema uweze kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Muhimu kabisa uweze kulike na kushare video zetu kwa makundi mawili ama matatu. Mtazamaji wangu, katika mahojiano hayo Jaji Warioba amezungumzia swala ambalo linaendelea kuwa sehemu ya mjadala mpana nchini. Kinachozidi kufanya kauli hiyo iwe muhimu zaidi sio maneno aliyoweza kuyasema, bali ni nani aliyesema, wakati gani ameweza kusema, na pia katika mazingira ya aina gani kisiasa, hasa jinsi ambavyo Jamhuri ya Tanzania imekuwa na patashika katika sekta ya kisiasa. Pia kwa upande mmoja, kauli ya Jaji Warioba inaweza kutafsiriwa kama wito ambao umekuwa wa kutazama kila changamoto zinazozidi kukabidhi mfumo wa serikali yake Rais Mama Samia Suluhu Hassan nchini Tanzania kwa hivi sasa, kwani Jaji Warioba anaweza kuweka hadharani kwamba mwananchi yeyote yule anazidi kuishi na hofu kutokana na visa vya watu kutekwa na kutoweka katika hali ya njia tatanishi. Hata swala la katiba mpya, licha ya Mheshimiwa Nchimbi kulizungumzia ama kuliingilia kati, inaonekana Rais Mama Samia Suluhu Hassan bado hajaweza kuliridhia ama kukubaliana nalo. Hivyo basi, kwa upande mwingine, mjadala unaweza kuibua maswali makubwa. Je, kauli hii itabadilisha namna viongozi, vyama vya siasa na wananchi wanavyoona swala hilo lake Warioba, kama alivyoweza kulizungumzia, akiweka hadharani kwamba kweli siasa za Jamhuri ya Tanzania kwa hali ilivyokuwa kwa sasa, ni wazi mwananchi wa Jamhuri ya Tanzania anazidi kuishi na hofu, ila wengi walioweza kuweka mazingira hayo ni viongozi wa chama tawala cha CCM. Jaji huyo mstaafu Joseph Warioba anaamini na anaweza kuweka hadharani kwamba sio vyema yale aliyoweza kuyazungumza ama anayozidi kuyazungumza, ila ingekuwa ni jambo la kufurahisha mno iwapo angekuwa akisifia uongozi ulioko madarakani, mema wanayozidi kuyafanya kuimarisha uchumi wa Jamhuri ya Tanzania, kufanikisha baadhi ya ahadi walizoweza kuziahidi kwa wananchi wa Jamhuri ya Tanzania. Ila kile ambacho Jaji Warioba anazidi kukizungumzia ni masuala kama ya watu wanaozidi kutoweka katika hali ya njia tatanishi, pia uongozi ulioko madarakani kuonekana kwamba kuna mgawanyiko ndani ya chama cha CCM, jambo ambalo halijakuwa likitokea katika miaka ya hapo nyuma. Ila Jaji Warioba kile anachozidi kujaribu kukilenga ni kujaribu kufungua macho ya Watanzania kuanza kuelewa aina ya uongozi ulioko madarakani ni tofauti kabisa na jinsi ambavyo wengi walikuwa wakitarajia. Pia kwa njia moja ama nyingine, kwa hivi sasa ndio muda mwafaka, licha ya serikali ya CCM kukataliwa, ni vyema iwapo baadhi ya wale waliokuwa wakipinga na kutokuwa tayari kwa chama cha CCM kuongoza serikali ya Jamhuri ya Tanzania kuanza kuridhia, na ndipo ambapo waweze kujitayarisha vyema kisiasa katika uchaguzi ujao.
kwani kwa sasa sote tunazidi kushuhudia jinsi gani ambavyo upinzani na ubabe wa kisiasa wa vyama vya kisiasa baina yake Mheshimiwa Tundu Lissu, ambapo anazidi kuongoza chama Chadema, pamoja na Rais Mama Samia Suluhu Hassan anayezidi kuongoza chama cha CCM. Viongozi hao wawili, tofauti zao za kisiasa, tuliweza kushuhudia madhara makubwa yaliyoweza kuletwa na tofauti za kisiasa za viongozi hao wawili siku ya uchaguzi mkuu, kwani mtazamaji wangu, tulikuwa tukishuhudia jinsi ambavyo licha ya chama cha CCM kuelekea katika uchaguzi mkuu, chama Chadema hakikuweza kufanya hivyo, na pia mtazamaji wangu, jambo hilo ama hatua hiyo haikuweza kutokea bahati mbaya, bali Mheshimiwa Tundu Lissu aliweza kufahamu kwamba upinzani ambao angependa uweze kuwa katika Jamhuri ya Tanzania asingependa kuongoza yeye, bali angependa nafasi hiyo kuchukuliwa naye Mheshimiwa John Heche, na ndipo ambapo kwa njia moja ama nyingine hivi sasa Mheshimiwa John Heche ndiye anayezidi kushikilia nafasi yake Mheshimiwa Tundu Lissu, huku Mheshimiwa Lissu akiwa gerezani anazidi kukabidhiana na wale wote mashahidi waliokuwa wameweza kujitokeza kubaini ama kudhibitisha kweli Mheshimiwa Lissu aliweza kuwa na nia ya uhaini katika Jamhuri ya Tanzania dhidi ya uongozi tawala wa CCM. Ila kila ambacho Mheshimiwa John Heche anazidi kukifanya kwa hivi sasa ni kuchukua umati mkubwa ama kupata umati mkubwa katika rali anayozidi kuifanya mikoa mbalimbali, kuzidisha umaarufu wa chama Chadema, na pia nafasi aliyoweza kukabidhiwa naye Mheshimiwa Tundu Lissu kuiwakilisha kwa ubora zaidi, kinyume kabisa na walivyokuwa wakitarajia viongozi wakuu wa serikali ya CCM, ya kwamba baada ya kukamatwa kwake Mheshimiwa Tundu Lissu chama cha CCM kingeweza kufifia kisiasa. Ila hivi sasa ndipo wakati ambapo chama hiki kinazidi kuonekana kuwa imara kabisa, tofauti na hapo awali ambapo chama hiki moja kwa moja kinazidi kuonekana kujipanga katika kinyang'anyiro cha urais katika uchaguzi ujao, na tofauti kabisa na chama cha CCM ambapo kitaweza kuwa na kipindi kigumu. Ila iwapo kiongozi kama Mheshimiwa Nchimbi atakuwa akichukua nafasi ya kugombea urais, basi moja kwa moja matukio aliyokuwa akiyazungumzia Mheshimiwa Warioba yatakuwa katika mfumo ama katika njia sahihi, kwani sote tunafahamu aina ya mtu ama kiongozi ni Mheshimiwa Nchimbi. Ila kwa njia moja ama nyingine, kwa imani ya Watanzania hivi sasa kuwa katika chama Chadema, basi itakuwa ni jambo ambalo litakuwa la kihistoria katika siasa za Jamhuri ya Tanzania. Ila yote yaliweza kuanzia wakati huu ambapo tunazidi kushuhudia mvutano mahakamani, huku Mheshimiwa John Heche akiendeleza siasa za moto dhidi ya serikali ya CCM. Tuachie maoni yako katika uwanja wa comment section. Muhimu kabisa uweze kusubscribe, like, comment na kushare video hii. Bye bye until the next video.